Kwa taarifa tu, wale ambao labda wamesahau kuhusiana na kile ambacho hufanya Maxim Pia Nzengeli hapo uwanjani, ni kwamba msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara 2025-26 yeye alikuwa miongoni mwa wachezaji wachache sana katika ligi kuu Tanzania bara aliyecheza mechi zote, na hasa ndani ya Yanga hakukosa mchezo wowote. Yani katika ligi ambayo kuna timu 16, mechi 30 kwa msimu, yeye hakukosa mchezo wowote. Katika dakika 2700 za ligi nzima kwa Yanga na kwa kila timu, yeye alicheza dakika 2447 katika mechi hizo 30. Lakini Maxim Pia Nzengeli alikuwa awapo uwanjani kama kiungo ushambuliaji. Cheza yake huwa anapatikana maeneo yote uwanjani ukiondoa golini. Ni kwamba Yanga anaposhambulia yeye huwa hakosekani katika wale wanaokwenda kushambulia, kuwapa pressure, shinikizo wapinzani na hatimaye kufunga ama kutoa assist. Yanga inapozuia yeye huwa miongoni mwa wale wanaoshiriki katika kazi ya kuzuia kwa 100%. Na matokeo yake katika mechi hizo 30 kwenye kushambulia, Maxim Pia Nzengeli alipiga mashuti 36. Kati ya hayo 15 alilenga shabaha, akafunga mabao 6. Lakini akatoa assist 7, akichangia mabao 13 kati ya mabao 71 waliofunga Yanga msimu uliomalizika 2025-26 na kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwenye kuzuia, Maxim Pia Nzengeli huwa haoni tabu yoyote, shida kujitoa kafara kwa maslahi ya timu yake ya Yanga, kwa maana kwamba isikumbane na mashambulizi ya kujibu. Matokeo yake wakati mwingine hulazimika kucheza foul. Na kwa sababu hiyo katika mechi 30 alizocheza, dakika 2447 Max alicheza foul 34. Lakini Max alikuwa mchezaji bora wa mechi mara 3. Max alikuwa nyingi za Yanga kwa msimu uliomalizika 2025-26. Wakati mwingine unashindwa kumtabiri kwamba anacheza eneo lipi. Kwenye makaratasi unamkuta ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji. Katika mfumo wa Yanga mara nyingi baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara 1. Max yeye hupatikana katika wale viungo 3 ushambuliaji, akitokea zaidi upande wa kulia, mgongoni akiwa jezi nambari 7. Lakini kwenye kucheza huwa anacheza eneo hilo la kulia. Wakati mwingine unamkuta kushoto, unamkuta nyuma mshambuliaji kinara, unamkuta miongoni mwa viungo pale kati, eneo ambalo hucheza Duke Abuya na Mudathir Abbas. Unamkuta ni kama beki mbili, kwa maana beki wa kulia, beki wa kati, beki wa kushoto. Max anapatikana uwanja mzima. Nishati yake, kujitoa kwake na kujituma, bila shaka ndio sababu ya kuwa kipenzi cha makocha. Na ndio maana mechi 30 za ligi kuu hakukosekana mchezo wowote. Sasa nimekumbushia haya ni kwa sababu ya mambo makubwa aliyofanya Maxim Pia Nzengeli katika mechi ya Ngao ya Jamii, Yanga yake dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kuashiria mwanzo wa msimu mpya 2026-2027. Ni katika mechi ambayo Yanga alishinda kwa bao 1-0 dakika ya 31 kuelekea 32. Lilifungwa na mchezaji mpya wa Yanga, MVP wa ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika 2025-26, Albert Kangwanda, ambaye alipata pasi kutoka kwa Shadrack Sakaboka, ambaye yeye pasi nzuri kutoka kwa Maxim Pia Nzengeli kama pre-assist ndio iliyomkuta Boka akatoa assist kwa Albert Kangwanda, aliunganisha mpira kwa kichwa na kwenda wavuni kumshinda golikipa Mahamadou Tanjajibo, akimzidi pia maarifa beki Ismail Olivier Toure, na kuifanya Yanga ipate ushindi safi wa bao 1-0 dhidi ya Simba na kutoa Ngao ya Jamii kwa mara ya 3 mfululizo, ikiwa ni taji la 10 la Ngao ya Jamii kwa Yanga. Maxim Pia Nzengeli, mbali na tukio hilo, dakika ya 55 kipindi cha pili alidhihirisha ule ubora wake katika kuipigania Yanga pale inapozuia. Alipata kadi ya njano kwa kumfanyia madhambi mchezaji mwenzake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Eli Mpazo Kibisawala, akapata kadi ya njano. Lakini kwa kukumbushia tu, mbali na uwezo mkubwa alioonyesha katika mechi dhidi ya Simba, Max alichangia mno kufanya mipango ya kocha Steve Barker na timu yake katika kupata matokeo mazuri dhidi ya Yanga yavurugike, mipango ivurugike. Miongoni mwa waliovuruga ni pamoja naye Maxim Pia Nzengeli. Huyu alijiunga na Yanga kuanzia msimu wa 2023-24 akitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako alitoka katika klabu ya AS Manema. Kwa kukumbushia, 2021-2022
Max wakati huo akiwa na miaka 21, kwa sababu hivi sasa na miaka 26. Alikuwa ametingisha ligi kuu ya Kongo na umri wake mdogo wa miaka 21 wakati huo. Akawa ndiye MVP, mchezaji bora ligi kuu ya Kongo, akiwashinda nyota wawili alioingia nao fainali katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa ligi kuu ya Kongo 2021 2022, ambao alikuwa nani? Kulikuwa na Merce Ngimbi, alikuwepo vile vile Gladi Makabi Lilepo, wachezaji nyota katika ligi kuu ya Kongo. Akawashinda, yeye ndo akawa MVP. Kwa hiyo Max mara zote amekuwa akionyesha kiwango bora. Nidhamu ni miongoni mwa vitu vinavyomfanya atimize majukumu yake uwanjani. Mara nyingi huwa unamkuta amechomekea kama ishara ya nidhamu, lakini anafahamika wazi Max Mpenzengeli yeye hujikita zaidi katika kucheza mpira wenyewe. Masuala mengine, kazi chafu, si miongoni mwao. Lakini Max ni kama kifurushi cha kushambulia na kuzuia, anapatikana kote, na ndio maana alichangia Yanga kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika, lakini pia kuifanya mechi ya dabi ya Kariakoo kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga ya jamii, Yanga kupata ushindi wa 1-0, yeye akiwa miongoni mwa wale ambao walionyesha kiwango bora sana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Baadhi ya mechi wakati Yanga ikifundishwa na kocha Pedro Gonçalves, alikuwa akitumika kama beki. Ndio, katika baadhi ya nyakati hata kwenye ligi kuu, kwenye kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la muungano na michuano mingine, Max huwa haishangazi kuona wakati mwingine akipewa majukumu kama beki wa kulia, kama kiungo pale kati, lakini anapatikana pia nyuma ya mshambuliaji kinara kama nilivyotoka kueleza. Excellent performance ya Max. Cha kujiuliza tu ni kwamba hiki alichokionyesha kama atakiendeleza chini ya kocha Mangoba Mnyeti, Yanga itazuiwa na nani isitimize mipango yake, hasa katika ligi kuu Tanzania bara ambako anafukuzia taji la 6 mfululizo, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano, na kufika mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, walau hatua ya robo finali. Ni swala kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Majukumu yake uwanjani. Mara nyingi huwa unamkuta amechomekea kama ishara ya nidhamu, lakini anafahamika wazi Max Mpenzengeli yeye hujikita zaidi katika kucheza mpira wenyewe. Masuala mengine, kazi chafu, si miongoni mwao. Lakini Max ni kama kifurushi cha kushambulia na kuzuia, anapatikana kote, na ndio maana alichangia Yanga kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika, lakini pia kuifanya mechi ya dabi ya Kariakoo kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga ya jamii, Yanga kupata ushindi wa 1-0, yeye akiwa miongoni mwa wale ambao walionyesha kiwango bora sana kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Baadhi ya mechi wakati Yanga ikifundishwa na kocha Pedro Gonçalves, alikuwa akitumika kama beki. Ndio, katika baadhi ya nyakati hata kwenye ligi kuu, kwenye kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la muungano na michuano mingine, Max huwa haishangazi kuona wakati mwingine akipewa majukumu kama beki wa kulia, kama kiungo pale kati, lakini anapatikana pia nyuma ya mshambuliaji kinara kama nilivyotoka kueleza. Excellent performance ya Max. Cha kujiuliza tu ni kwamba hiki alichokionyesha kama atakiendeleza chini ya kocha Mangoba Mnyeti, Yanga itazuiwa na nani isitimize mipango yake, hasa katika ligi kuu Tanzania bara ambako anafukuzia taji la 6 mfululizo, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano, na kufika mbali zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, walau hatua ya robo finali. Ni swala kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.